Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Natumaini mko salama popote mlipo. Ninakuja na neno ambalo liko kwenye kitabu cha Mathayo sura yake ya 7 na mstari wa 1 mpaka ule wa 2. Neno la Mungu linasema hivi: msihukumu, msije mkahukumiwa, na kipimo kile kile mnacho kipimia wengine, mtakuja kukipimiwa nanyi pia. Watu wa Mungu, habari hii inaambiwa watu ambao wameokoka. Ninapenda unisikilize vizuri na utafakari. Je, we ambaye umeokoka tayari, umeshakaacha hizi habari za kuhukumu wengine? Inatokana na nini mtu kuanza kuhukumu wengine pale wanaonekana wako kwenye maisha ambayo haifai wokovu au haifai Ukristo? Inatokana na kujiona bora kuliko mwingine. Na japo pale ambapo tupo sisi ambao tumeokoka, ambao tumeacha yale matendo ya dhambi, tuko pale kwa neema ya Mungu, si kwa nguvu zetu, si kwa shule ambazo tumefanyikiwa kusoma, au niseme si kwa elimu yetu. Yote yenye mtu ambaye ameokoka anaweza kuwa nayo kiroho kama vile kimwili, hakuipata kwa nguvu yake, ameipata kwa neema ya Kristo Yesu, ambaye ana uwezo wa kumjalia kila umoja mema. Watu ambao wameokoka ndio wameambiwa hii neno. Kwa nini? Watakapotembea sawasawa na hii neno, kila umoja anajitahidi kutokuhukumu mwenzake pale eko kwenye maisha ya dhambi, pale eko ameonekana katika hali ya udhaifu fulani. Unaziwia kinywa chako, usimhukumu, usimshutumu wala kumlaumu, isipokuwa umshauri, umuonye na kumwelekeza, na mara nyingine uweze kumwombea. Itafanya ufalme wa Mungu uwe mkubwa zaidi. Wale wote ambao hawajafanyikiwa kumwamini Yesu wajisikie kumwamini na kumpokea kuwa Bwana na mfalme wao. Watu wa Mungu, neema hii ya wokovu tumeipata kwa sababu wengi wamejikuta wameokoka na wamejaliwa neema ya kuwa watumishi wa Mungu kwenye vitengo mbalimbali. Umeokoka, umejaliwa kuwa kiongozi wa wengine. Mfano, mchungaji, umekuwa mchungaji, umekuwa kiongozi wa waombaji, umekuwa kiongozi wa waimbaji, umekuwa mwimbaji mzuri, umekuwa Mkristo mzuri. Wokovu unaushika ni kwa sababu usichukulie nafasi hiyo ambayo umejikuta eko, usichukulie hiyo sifa ambayo unayo leo kuwa fimbo ya kupiga wengine ambao hawajajaliwa neema hiyo. Iwe fimbo ya kuvuta wengine ndani ya Yesu, isiwe fimbo ya kurudisha wengine waendelee kuwa nje ya Yesu kwa maneno yako ya hukumu. Ni nani ule ambaye ataonekana eko na matendo ambayo inastahili hukumu za watu? Ni ule ambao bado ni mpagani na upagani wake unaziririka kwa matendo yake. Unakuta ni mlevi, unakuta ni mgomvi, unakuta ni ule anaitwa sutwa, unakuta ni ule ambaye anaitwa mzinifu, ni ule anaitwa mwizi. Mbele ya kumhukumu huyo mtu kwa matendo yake, ujiulize
Yesu alikukuta wapi? Mbele uwe pale kwenye uko leo, uwe na zile sifa na heshima unazo leo. Yesu alikukuta wapi? Na wengine wako makanisani wanaitwa watumishi wazuri, ni mbele ya macho ya watu. Anayeujua moyo wa mtu ni Mungu peke yake, na ndiyo maana ametupea neno hili: usihukumu, usije ukahukumiwa. Na kipimo unachokipimia wengine utakuja kukipimiwa na wewe. Watu wengi wanajiona bora kuliko wengine, na hii ni kosa. Lolote tunaweza kuwa nalo kiroho kama vile kimwili tumelipata kwa neema. Isiwe sababu ya kujivuna na kujiona bora kuliko mwingine. Tumikia wokovu kwa kuwaleta wengine kwa Yesu. Ule mlevi mwendee, mfanye rafiki yako, mfanye rafiki yako, ili na yeye apate na hiyo fasi yenyewe ulipata mbele za Bwana. Kukupitia wewe aokoke, kukupitia wewe ajisikie furaha ya kujiunga na ile familia ya Kikristo. Isikuwe sababu yako ajisikie hana furaha ya kuwa Mkristo. Wengi wanasema siwezi kuingia kwenye kanisa la uamsho, yani Eglise de Reveil. Siwezi kuingia sababu batu ya Maeglise de Reveil wanafatiliana, wanatetana, wanasengenyana. Ni kwa nini? Kujiona bora kuliko wengine. Kuna neno ambalo lilifikia Nathanaeli na Filipo kwenye kitabu cha Yohana sura ya 1 na mstari wake wa 46 kushuka. Filipo ndo alikuwa mtu wa kwanza kumuona Yesu, na akahakikisha ya kwamba huyu ndio ule ambaye alikuwa ametabiriwa na manabii. Alipomuona Nathanaeli akamwambia, Nathanaeli, nimemuona ule ambaye alitabiriwa na manabii, Yesu Mnazareti. Filipo akasema, Nathanaeli akasema, itawezekanaje kitu chema kitokee Nazareti? Akasema, ndio kimetokea, njoo twende uone. Filipo alienda na Nathanaeli huku akijua ya kwamba yeye ndo anaenda kumjulisha Nathanaeli Yesu. Yeye ndo anaenda kumjulisha Yesu Nathanaeli. Kwa mshangao mkubwa walipomkaribia Yesu, Yesu akaanza kuzungumza maisha ya Nathanaeli. Akasema, tazama Mwisraeli kweli kweli, mtu asiyekuwa na hila. Nathanaeli akashangaa, akasema, hey, unanijuaje? Akasema, tangu pale ulipokuwa chini ya mti mbele Filipo akuongeleshe, mie nilikuona, nilikujua. Mara kwa mara tunajiona bora sisi ambao tuko makanisani, sisi ambao tumemtumikia, tayari tuko namtumikia Mungu, kuliko wale ambao hawajafikia pale ambapo tulipo. Kumbe Mungu anawajua wale kutushinda hata sisi. Kama kwenye mawazo na fikra za Filipo hangekuwa mtu wa kwanza kujipiga kifua, mie ndo namleta Nathanaeli mbele ya Yesu, salishangaa na aibu silimpata. Ule unayemuona kwamba iko mbali na Mungu, inawezekana ndo uko karibu na Mungu kwa matendo ya kimungu. Ule mlevi ni mtoaji mzuri. Ule mlevi anajua kusamea, anajua kushuka na kuomba msamaha pale anapokosea. Ule mzinifu kila siku anayajutia yale maisha ambayo anapitia, na anaomba msamaha kila wakati mbele ya lale. Na lile ambalo analipitia hakulichagua yeye. Ule mgomvi utakutana na roho ya unyenyekevu. Wewe unaona tu pale anagombana, ukamuona mkaidi, ukamuona mpagani,
zaidi yako wewe ambaye ni Mkristo unayejulikana na mtumishi, lakini una matendo ya chini chini. Hizi hukumu ya kuona wengine hawafai kuliko sisi inasababisha hata nyumba zetu zinaingia kwenye matatizo. Hiki kipimo tunachokipimia wengine kinakuja kutuangukia sisi ambao tumeokoka, sisi ambao ni watumishi. Unakuta uliikalia miaka, uliikalia miezi, ule ni shindikana, ule ni kaaba, ule hafai, ule ni unakuta siku moja yale ulikuwa unazungumzia wengine ndio yanatokea kwenye kizazi chako, ndio yanatokea kwenye nyumba yako, ndio yanatokea kwenye familia yako. Watu wa Mungu, wokovu sio fimbo ya kupiga wengine. Tujitahidi kutembelea neno la Mungu. Neno la Mungu ni upendo, neno la Mungu ni ushirika, neno la Mungu ni umoja, si kuwatenga wale wengine. Tutembee hivyo ili kudhihirisha haki ya Mungu kwa wote. Mungu akubariki na akuwezeshe, ikiwa hujatembea hivyo, uanze kubadilisha mtazamo wako kwa wengine. Wale wako nchi, Mungu anawajua na anawahitaji kwake. Ubarikiwe sana.